Naitwa Pasco Yohana Haonga. Nilikuwa mbunge wa jimbo la Mbozi mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Kuhusu kwanza Msigwa, Mchungaji Peter Msigwa alikuwa na heshima sana huko nyuma, akiwa mbunge wa Iringa mjini kwa miaka 10 aliyotumikia wananchi pale Iringa mjini. 2010 hadi 15 hadi 20. Alikuwa na heshima yake kubwa sana. Alikuwa na misemo yake mingine mingi sana, kwamba uwezo kuruhusu hatakiwi turuhusu akili ndogo iweze kutawala akili kubwa. Akiwa anamaanisha CCM ni akili ndogo na sisi Chadema ni akili kubwa, na Watanzania wana akili kubwa. Kwa hiyo hayo sasa analamba matapishi yake. Msigwa huyu ambaye anazungumza kwamba tuanze si mabadiliko ndani ya chama chetu ndipo tukadai mabadiliko nje ya chama chetu. Msigwa huyu alisema kwamba hamtaki Mbowe, anamuunga mkono Lissu. Ameshasahau? Juzi tu alikuwa kwenye uchaguzi wa chama taifa wa Chadema. Alisema yeye anamuunga mkono nani? Lissu. Anaona Lissu anafaa kuwa kiongozi. Na akasema Mbowe amekaa muda mrefu. Na akamtukana majina mengi sana. Akampiga spana za kutosha. Leo huyo mtu leo anasema kwamba unaamini kwamba Lissu anaweza kuwa kiongozi mzuri, maana yake aliamini kwamba anaweza kufanya reforms. Anaweza kaongoza wa Tanzania kufanya reforms. Unaona? Sasa leo anabadilika tena kama kinyonga. Lakini jambo lingine, anapozungumza Msigwa kwamba tuanze kufanya mabadiliko ndani ya chama, nani ambaye hajaona jinsi uchaguzi huu uliofanyika wa Chadema taifa uliofanyika ulivyokuwa uchaguzi uchaguzi ambao ulikuwa wazi, vyombo vya habari vyote vilikuwa pale, akidi ya wapiga kura pale inahakikiwa, kila mtu anaona, kura zinaanza kupigwa, uchaguzi huko wazi, kila mtu anaona, wanahesabu kura, kila mtu anaona, kura zinahesabiwa mpaka mwisho anatangazwa Tundu Lissu kuwa mwenyekiti wa chama taifa kwa tofauti ya kura 31, kila mtu anaona. Hicho kitu ndicho tunachopambania sisi, kwamba hata serikali ya CCM uchaguzi wao wa ndani kwanza uwe wazi, lakini pia uwe kidemokrasia. Hivi Samia kwa mfano juzi tu hapa, Samia ameshindana na nani alipokuwa anapitishwa kuwa mgombea urais? Amepitishwa na nani? Ameshindana na nani? Alikuwa peke yake, kapitishwa peke yake. Chimbi kwa makamu wa rais, kwa mgombea makamu wa rais ndani ya CCM alishindanishwa na nani? Hajashindanishwa na mtu. Unaona? Lakini wakati huo hata kwenye wenyekiti wa Samia, anapogombea wenyekiti Samia, aligombea na nani wenyekiti? Na huyo makamu mwenyekiti Wasira aligombea na nani nafasi hiyo? Kwa unaweza kuona kwamba CCM wao hawana demokrasia ndani ya chama chao. Sisi Chadema tuna demokrasia, na ndio maana nafasi kubwa kama wenyekiti umemwona Tundu Lissu anashindana, aliyekuwa makamu Tundu Lissu akashindana na Mbowe aliyekuwa mwenyekiti nafasi moja. Heche ameshindana na Wenje kwenye nafasi ya makamu. Nafasi zote zilishindaniwa kwa uwazi kabisa. Tunataka sasa nao CCM wajifunze kutoka Chadema, na Msigwa akishauri chama chake huko aliko wajifunze kutoka Chadema, kwamba moja, tumewafundisha mabadiliko, kwamba tunaweza kutokana na uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Lakini jambo la pili, leo Tundu Lissu amesema kwamba alizungumza kwamba tunataka tuwe na limit kwenye nafasi za kugombea, tuwe na term limit. Kwa mfano kugombea ubunge wa viti maalum, alizungumza kwamba mtu akishagombea mara moja mara mbili, isizidi hapo mara mbili, aende akapambania jimbo, kwa sababu atakuwa tayari ana mtaji, atakuwa tayari na exposure, ana experience na kila kitu, akagombea jimbo. Haya ameyazungumza. Unaona bwana? Kwa hiyo na hili la kugombea nafasi kwenye chama wenyekiti, amesema pia itakuwa ni litakuwa na term 2. Kwa maana yake sisi ndani ya chama chetu tunanena, tunahubiri yale ambayo tunayatenda. Chama cha Mapinduzi hawezi kitu kama hicho. Na ndio maana CCM juzi nao baada ya kuona Chadema tumeongoza katika haya kwa kunena na kutenda kwa vitendo, nao umesikia wameanza kuimba wimbo kwamba ubunge wa viti maalum wa CCM nao utakuwa ni wa term 2 na wanaanza mwaka 2030. Wamesema hivyo, wamezungumza hivyo. Lakini wamesikia wapi? Wamesikia Chadema. Na Chadema tunazungumza na tunatenda. Tunafanya kwa vitendo. Asante sana. Jambo la kusema nchi iko salama, nchi iko salama kwa sababu ya serikali ya CCM ipo, nikwambie ndugu yangu mwandishi wa habari, ni kwamba watu kuwa na utulivu
haina maana kwamba watu wana amani. Haina maana. Hivi unaweza kunyang'anya uchaguzi wa serikali za mitaa. Watu wananungunika, watu wanalalamika, watu hawazikani. Unasemaje kuna amani hapo? Amani ni tunda la haki. Ili uweze kupata amani lazima kuwe na haki. Kwa Watanzania tu wameamua kutulia tu, lakini hawana amani kwa sababu haki yao ya kupata viongozi wao imeporwa. Lakini pia kwenye nchi hii watu wanatekwa. Watu wanatekwa, vijana wetu wametekwa. Deus Soka yuko wapi leo? Na wenzake wale vijana wale. Vijana watatu wale. Yule kijana wa Sumbawanga yule. Kipanya, Deunizi Kipanya, yuko wapi? Sasa ametekwa. Kijana mmoja ameuawa Tunduma hapa. Chalamila, Steven Chalamila. Tumemzika Steven Chalamila. Tunduma hapa. Amepigwa mtu kwenye serikali za mitaa anapogombea kule Singida. Ameuawa. Alikuwa anagombea kwenye kitu ya kijiji au kitongoji, sikumbuki vizuri. Ameuawa. Unaweza kumpiga mtu anagombea kwenye kitu ya kitongoji, unampiga risasi 4 mbele ya watoto wake, mbele ya mke wake. Alafu nasema kwamba eti kuna utulivu, kuna amani. Amani iko wapi hiyo? Kinachoendelea huku chini ni bomu linalosubiri kuja kulipuka. Kwa sababu Tanzania sasa ili jambo limeenda kufika mwisho. Leo mtoto wa Ben Sanane anazija akasema leo mnazije mkasema mtoto wa Ben Sanane leo yuko happy kwenye nchi kwamba ana amani kabisa. Wazazi wa Ben Sanane, Alphonse Mawozo aliuawa, alikatakatwa na mapanga. Mtoto wa Alphonse Mawozo leo mama yake mzazi, ndugu zake na wengine, unaweza kusema wana amani. Simon Kanguye alikuwa mwenyekiti wa halmashauri kule Kigoma wa CCM, watoto wake, ndugu zake, akina Azori Gwanda waliotekwa. Kwa hiyo hakuna utulivu wala hakuna amani wala hakuna nini. Ni kwamba tu Watanzania wamefika mahali wameamua tu kuona hiyo hali. Nadhani ni bomu ambalo sasa litalipuka muda wote ule, kwa sababu mwisho wa siku watu wameshachoshwa na hali hii. Tunawindana. Tunawindana kwenye nchi, na wanatuwinda ni Chama cha Mapinduzi na serikali yake na usalama wa taifa. Ninaomba wanambozi na Watanzania wote kwa ujumla watuunge mkono kwenye agenda hii ya no reform no election. Watuunge mkono kwa sababu tuna dhamira njema kabisa. Mwenyekiti wetu wa chama taifa Tundu Antipas Lissu ana dhamira njema. Makamu mwenyekiti John Wegesa Heche pamoja na viongozi wengine wa chama kitaifa wana dhamira njema. Tuwaunge mkono viongozi wetu, Watanzania wakiunge mkono chama chetu ili tupiganie mabadiliko, kwa sababu tumechoka kufanya chaguzi ambazo zinaambatana na damu. Kila uchaguzi unapofanyika lazima watu wauawe, lazima watu wawe vilema, lazima watu wapigwe. Hapa Mlowo mwaka 2015 wakati mimi nagombea ubunge, ninapotangazwa Mlowo, wananchi wenye hasira kali walichoma mahakama. Wananchi wenye hasira kali walichoma magari. Wananchi wenye hasira kali walichoma pikipiki. Wananchi wenye hasira kali walichoma jengo la CCM la mkoa. Hivi kuna haja gani ya watu kwenda kuchoma ofisi za CCM za mkoa? Kuchoma magari? Watu wengine walifilisiwa. Ni kwa sababu tatizo Chama cha Mapinduzi hakitaki uchaguzi ambao ni wa haki, hakitaki amani ya taifa hili. Kwa hiyo niombe Tanzania watuunge mkono ili tuweze kufanya chaguzi ambazo hata kama mtu umekaa nyumbani kwako, unaweza kutangazwa kuwa mwenyekiti wa kijiji, unaweza kutangazwa kuwa mwenyekiti wa kitongoji, unaweza kutangazwa kuwa mwenyekiti wa mtaa, unaweza kutangazwa kuwa diwani, unaweza kutangazwa kuwa mbunge, unaweza kutangazwa kuwa rais. Watuunge mkono ili mwisho wa siku tupate viongozi wazuri kabisa na Tanzania iweze kuwa sehemu salama ya kuishi.